Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Mwanachuoni wa ngazi ya juu wa madhehebu ya Shia nchini Iran, Ayatollah Nasri Makarzen Shiraz, ametoa fatwa ya kuuawa kwa rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Kwa mujibu wa fatwa hiyo, inawataka Waislamu kote duniani kutekeleza agizo hilo katika kile ambacho Ayatollah Shirazi amesema mtu yoyote au serikali yoyote inayohatarisha uongozi na umoja wa jumuiya ya Kiislamu kimataifa anapaswa kuchukuliwa kama mtu anayepigana vita dhidi ya Mwenyezi Mungu. Chini ya sheria za Iran, wale wanaopatikana na sheria za muharibu au kupigana vita dhidi ya Mungu hukabiliwa na adhabu ya kunyongwa, kusulubiwa, kukatwa sehemu ya kiungo cha mwili au kupelekwa uhamishoni. Wale wanaotishia uongozi na uadilifu wa umma wa Kiislamu wanapaswa kuchukuliwa kwa muharabu, yani wanaopigana vita dhidi ya Mungu. Uingereza imekosoa vikali fatwa hiyo kwa kuita kama inayochochea vitendo vya kigaidi vya kimataifa. Niak Gobani, mchambuzi wa masuala ya Iran kutoka Uingereza, aliandika katika ukurasa wake wa X akisema kwamba inaonekana kwa sasa utawala wa Iran hauwalengi tena watu wake wa ndani, bali inataka kuanzisha ghasia za kimataifa kwa mgongo wa kidini. Fatwa hiyo inakuja baada ya siku 12 za vita kati ya Iran na Israel, huku mara kadhaa utawala mjini Tel Aviv ukisema ulikuwa na nia kumuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, madai yaliyopingwa vikali baadaye na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alisema kufikiria kumuua Khamenei ilikuwa kosa kubwa ambalo lingesababisha fujo na vurugu kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Na wakati hayo yakijiri, gazeti la nchini Lebanoni la Al-Akhbari limeripoti kuwa serikali ya Syria imeingia katika mgawanyiko mkubwa iwapo ikubali pendekezo la Marekani la makubaliano ya amani na Israel. Kulingana na vyanzo vya ndani katika ikulu ya Damascus, hakuna maafikiano ya dhati kuhusu suala hilo hata miongoni mwa wale ambao ni watiifu kwa rais wa Syria Ahmed al-Sharaa. Baadhi ya ripoti zilidai kuwa utawala mpya wa Syria ulikuwa umenuia kwa dhati kurekebisha uhusiano wake na Israel. Wandani wa rais wa Syria Ahmed al-Sharaa wanadaiwa kutoa shinikizo kwa mjumbe maalum wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati Steve Witkoff kuitaka Israel iondoke kwanza katika maeneo yote ya Syria iliyoyashikilia toka mwezi Desemba mwaka jana, na yenyewe ndio itangaze kuitambua Israel. Akijibu madai hayo ya Syria, waziri wa mambo ya kigeni wa Israel Gideon Saar amesema makubaliano yoyote yatakayofikiwa kati ya Israel na Syria lazima yatambue milima ya Golani kuwa sehemu ya Israel. Milima hiyo ilitekwa na Israel katika vita vya siku 6 zaidi ya miongo 4 iliyopita. Gideon Saar amesema Israel haitojali kama Damascus itataka amani na Israel ifikiwe, lakini lazima ijue milima hiyo ni mali halali ya Israel. Hata hivyo, utawala mjini Tel Aviv umesema bado unalika taifa hilo kwenye meza ya mazungumzo ya amani. Waziri wa mambo ya kigeni wa Israel amesema nchi yake inakusudia kuingia kwenye makubaliano na Syria na Lebanon katika juhudi za kupanua mkataba wa Abraham unaozitaka nchi za Kiarabu kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israel. Gideon Saar amesema Israel iko tayari kufikia makubaliano ya amani huko Gaza, na amesihi Umoja wa Ulaya kuunga mkono pendekezo la mjumbe maalum wa Trump katika Mashariki ya Kati la kuisambaratisha kabisa Hamas kabla kusitisha vita. Gideon Saar amesema Israel lazima ifikie malengo yake ya kijeshi huko Gaza, lakini pia itaendelea kujitolea kuwezesha juhudi za kibinadamu katika ukanda huo, huku akidai Hamas imekuwa ikipora misaada inayotolewa, jambo linalosababisha vita kuendelea bila kikomo. Waziri huyo alijibu swali aliloulizwa na waandishi wa habari la iwapo Saudi Arabia itataka kwanza suluhu ya mataifa mawili ili ianzishe uhusiano na Israel, na alijibu kwamba taifa la Palestina litatishia usalama wa taifa la Israel. Waziri huyo amesema mafanikio iliyoyapata Israel dhidi ya makombora mazito ya Iran yalilinda pia usalama wa nchi za Ulaya, hivyo ameutaka umoja huo kuendelea kuunga mkono juhudi za Israel katika eneo la Mashariki ya Kati. Na tukibakia huko nchini Israeli, ni kuwa polisi wa Israel wakishirikiana na shirika la ujasusi wa ndani wa taifa hilo Shin Bet wamewakamata Waisraeli 3 katika matukio mawili tofauti, wakiwatuhumu kufanya kazi ya ushushushu dhidi ya Iran. Kulingana na Shin Bet, mtuhumiwa mmoja kwa jina la Mark Morgan mwenye umri wa miaka 33 kutoka eneo la bonde la Jordan alificha mabomu kadhaa ya kurusha kwa mkono ili atumike baadaye kushambulia maeneo ya kiraia, pamoja na kupiga picha za udukuzi alizozituma Iran ambazo Tehran ilizitumia katika vita vyake vya siku 12 na Israel. Katika taarifa nyingine, watu wawili wakazi wa Tiberias, Ioni Segali mwenye umri wa miaka 18 na Wahron Mizak mwenye umri wa miaka 20
Kusini walikamatwa kwa tuhuma za kupiga picha katika maduka makubwa mjini Tel Aviv pamoja na kuchunguza idadi ya walinzi katika maduka hayo kwa niaba ya Iran. Washukiwa wote watatu wamenyimwa dhamana na wameendelea kubakia kizuizini hadi siku ya Alhamisi. Na Israeli imefanya mashambulizi makubwa ya anga katika ukanda wa Gaza na kusababisha mamia ya familia za Wapalestina kuyahama makazi yao. Vikosi vya uokoaji viliopoa miili ya watu 5 huku makumi ya raia waliojeruhiwa wakihamishwa katika hospitali Al-Ahli katika jiji la Gaza, kulingana na ripoti za vyombo vya habari. Shambulio hilo la bomu linafuatia mojawapo ya amri kubwa zaidi za kuhamisha watu tangu vita kuanza tena mnamo mwezi Machi. Haya yanajiri huku kukiwa na shinikizo linaloongezeka kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuangazia upya juhudi za kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas. Wakati hayo yakijiri, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa ushindi dhidi ya Iran unatoa fursa kuachiliwa kwa mateka waliokuwa wameshikiliwa huko Gaza. Nataka kuwatangazia kama mnavyojua kwamba fursa nyingi sasa zimefunguliwa kufuatia ushindi wetu, kwanza kabisa kuachiliwa mateka, alisema katika video yake iliyotolewa na ofisi ya waziri mkuu. Pia tunapaswa kushirikia suala la Gaza ili kushinda Hamas, lakini naamini tutakamilisha kazi hizi zote mbili, Netanyahu alizungumza akizungumza na maafisa wafanyakazi wa huduma usalama wa ndani Shin Bet. Netanyahu alizungumzia tena uwezekano wa Israel wa kupanua mikataba ya amani katika eneo hilo, akisema kuna fursa pana za kikanda zinazofunguliwa siku 3 baada ya kutoa matamshi sawa na hayo. Na naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema Marekani lazima ikomeshe mashambulizi yoyote dhidi ya Iran ikiwa inataka kurejea kwenye mazungumzo ya kidiplomasia. Majid Takhravanchi amesema utawala wa Trump umeiambia Iran kupitia wapatanishi kuwa unataka kurejea kwenye mazungumzo, lakini hujaweka wazi msimamo wao kuhusu swala muhimu sana la mashambulizi zaidi wakati mazungumzo yakifanyika. Operesheni za kijeshi ya Israeli iliyoanza Juni 13 ilifutilia mbali duru ya 6 ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yaliyopangwa kufanyika mjini Muscat siku 2 baadaye. Marekani ulihusika moja kwa moja katika mzozo kati ya Israel na Iran weekend iliyopita ilipoyashambulia maeneo 3 ya nyuklia ya Iran katika shambulio la mabomu. Takrachi pia amesema Irani itasisitiza kuwa na uwezo wa kurutubisha madini ya uranium kwa kile inachosema ni malengo ya amani, akikataa shutuma kwamba Iran inaelekea kutengeneza bomu la nyuklia kwa siri. Amesema Irani imenyimwa ufikiaji wa nyenzo za nyuklia kwa mpango wake wa utafiti, hivyo inahitaji kujitegemea. Kiwango cha hilo kinaweza kujadiliwa, uwezo unaweza kujadiliwa, lakini kusema kwamba usiwe na utajiri unapaswa kutokuwa na lolote, na ikiwa tutakubaliana tutapigana, hiyo ni sheria msituni, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran alikazia. Na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mwenye umri wa miaka 80 ametangaza nia yake ya kuwania muhula wa 7 wa urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Katika chapisho kwenye ukurasa wa X, Museveni amesema ameonyesha nia kugombea nafasi ya mshika bendera ya rais na ana matumaini ya kukuza nchi hadi uchumi wa dola bilioni 500 katika miaka 5 ijayo. Hii inaweza kupanua utawala wake nchini Uganda hadi karibu nusu karne, ambapo ameitawala Uganda toka mwaka 1986 alipochukua madaraka baada ya kuongoza vita vya msituni. Katiba imebadilishwa mara 2 wakati wa urais wake ili kumruhusu kuongeza muda wa utawala wake. Hii imevutia ukosoaji wa upinzani kutoka kwa wanaharakati wa haki na wanasiasa wa upinzani wanaokosoa kile wanachodai ni matumizi yake ya vikosi vya usalama na ufadhili kudumisha uwepo wake madarakani. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bobi Wine pia ametangaza azma yake ya kugombea urais kwa mara ya pili. Wine alishika nafasi ya 2 katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2021, lakini alikataa matokeo akidai uchaguzi huo ulikumbwa na wizi wa kura. Maafisa wa serikali na uchaguzi walikanusha shutuma hizo. Bobi Wine amekuwa akiikosoa serikali ya Museveni mara kwa mara na pia ametoa wito kwa nchi za magharibi kwa kutoshutumu kile anachodai ni kuongezeka kwa ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na kuwekwa kizuizini kinyume na sheria, mateso, utekaji nyara wa wafuasi na maafisa wa upinzani. Nchi hiyo inatazamiwa kufanya uchaguzi wa urais mnamo mwezi Julai mwaka ujao. Mwisho wa Rubaza Kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi.